Damu ya ubikira ndio damu ya agano la ndoa. Damu ya ubikira ndio damu ya agano la ndoa. Kwa hiyo ni damu, hiyo ni kitu muhimu sana. Wewe ambaye bado ni bikira mpaka sasa, unapaswa kujiheshimu, unapaswa kuiheshimu na kuitunza. Tukaangalia pia kwamba ubikira ni kwa wote, vijana wa kike na vijana wa kiume. Ubikira ni kwa wote, sio vile ilivyozoeleka kwamba ni kwa vijana wa kike tu, lakini ni vijana wa kike na wa kiume wote. Tukaangalia kwamba kijana hasa wa kiume usilazimishe binti kutenda dhambi. Yaani kwamba kwa sababu alishaanguka kwenye uzinzi kabla, anapoamua kusimama asianguke kwenye uzinzi tena. Unapoanza mahusiano naye, usilazimishe kwamba kwa kuwa alishatembea na kijana mwingine na wewe ni lazima atembee na wewe. Tunakusii kwamba kijana usifanye hivyo, kwa sababu ni hasara kwako, ni hasara kwake. Binti, hujaonewa kwamba damu ya ubikira imewekwa kwako, hujaonewa kwamba wewe ukichezea ubikira wako utagundulika wakati kijana hatagundulika. Hujaonewa, ila Mungu amekuamini na amekuheshimu. Kwa hiyo kipokee kitu hicho kwa moyo wa shukrani. Ubikira ni usafi kiroho kwanza, kimwili baadaye. Kwamba usije ukajikuta unafanya aina nyingine za seksi, unafanya tendo hilo la ngono kwa mtindo mwingine, na ukafanya kwamba unajiona sasa umekuwa bikira kwa sababu umetunza damu ya ubikira, lakini wakati mwingine umetumia mdomo, umetumika kinyume na maumbile au namna nyingine tofauti, umeingia kwenye masturbation. Hivyo vyote ni vitu ambavyo vinaharibu, ni uchafu. Ni kitu gani huwa kinapelekea kijana au binti kuanguka kwenye uasherati? Kwa sababu ubikira hupotezwa kwa hivyo binti au kijana kuanguka kwenye uasherati. Ni kitu gani huwa kinapelekea kijana au binti kuanguka kwenye uasherati? Ukijiuliza hilo swali unaweza kupata majibu mengi. Lakini mimi katika kuyatafakari, la kwanza likaja tamaa za mwili. Tamaa za mwili ambazo ni kitu ambacho kimaumbile ni kitu ambacho ni rahisi sana kutokea kwa kijana wa kiume. Akavutwa na tamaa za mwili, zikamshinda tamaa za mwili, zikamzidia, akaamua kumtafuta binti, na akimkuta binti mpumbavu kama alivyo yeye mpumbavu, wote hawana akili, wakaanguka kwenye uzinzi na kuharibu ubikira wao. Tamaa za mwili, tamaa za macho, kuvutiwa na mtu. Umemwangalia mtu umevutiwa naye, unakwenda kuanguka kwenye uzinzi. Na kwa mabinti nimeendelea kukumbusha mara kwa mara kwamba neno la Mungu linasema, enyi mabinti wa Yerusalem, mabinti Sayuni, msiamshe mapenzi mpaka yatakapoona vema yenyewe. Kwa hiyo mapenzi, hisia za mapenzi ndani ya binti zinatakiwa ziamshwe. Usiziamshe wewe mwenyewe. Ukiziamsha zitakusumbua bila sababu. Kwa hiyo tamaa ya mwili ni kitu ambacho kwa mabinti huwa kinaweza kisiwe msukumo wa kumtesa. Lakini siku za karibuni imekuwa shida kiasi kwamba wakati mwingine unaongea na vijana wanaongea kwamba mabinti wanawatafuta wao wenyewe. Lakini shida ni kwamba mnaziamsha tamaa za mwili, mnaamsha mapenzi katika miili yenu kabla ya wakati wake. Mnaamsha kwa njia gani? Movies sasa hivi nyingi zina traces za vitu vya mapenzi mle ndani. Ndio maana mimi huwa nawatia moyo ikiwezekana kuepuka movies ya aina nyingi, kwa sababu zina hizo traces ambazo zinaweza zikaamsha mapenzi ndani yako binti ukiwa unaziangalia. Kuna picha chafu, picha za uchi, picha za ngono. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo tunaweza kufungua macho yetu kuangalia vinaweza vikaamsha hivi vitu ndani ya binti. Matokeo yake binti pia anaweza kasumbuliwa na tamaa za mwili, ikaishia kuharibu ubikira wake na kujiharibu na kujiletea hasara kubwa. Lakini kwa mabinti wakati mwingine tamaa za pesa, tamaa za mahitaji. Mara chache mabinti fulani wamekosa mahitaji muhimu wakaingia kwenye uzinzi kwa sababu kuna wanaume wanaowaambia ukikubali kufanya hili tendo nitakupa pesa, nitakupa simu. Watu wengine wameongelea tu chips na vyakula na vitu vingine vya anasa vya jinsi hiyo. Sasa katika haya yote, hebu tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 16 na 17. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 16 mpaka wa 17. Imeandikwa hivi: asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu, kama Esau aliyeuuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, ijapokuwa aliitafuta kwa machozi. Sikiliza kwa makini kijana, sikiliza binti. Anasema asiwepo muasherati wala asiyemcha Mungu. Uasherati ni kutomcha Mungu. Kama Esau ambaye aliuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Yaani tamaa yako ya mwili ikufanye wewe uwe tayari kuuza uzaliwa wa kwanza, kuuza urithi wako
Neno hili linaendelea kusema, maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kurithi baraka alikataliwa. Hata alipoitafuta kwa machozi alikataliwa. Maana yake alipopoteza, alipotamani kile chakula cha dengu mara moja, akapoteza ile nafasi yake ya uzaliwa wa kwanza akimpa Yakobo, ilipotea moja kwa moja. Kwa hiyo wewe kijana wa kike, kijana wa kiume, utakapoamua kuvunja ubikira wako, ubikira unavunjwa mara moja, unapoteza moja kwa moja kwa tamaa ya mwili, ambayo hiyo tamaa ya mwili ni sawa na chakula. Usiwe kama Esau. Chakula cha dengu kakitamani, kimeungwa vizuri, akasema chukua uzaliwa wa kwanza nisije nikafa. Nani anakufa kwa kutokula mlo mmoja? Nani anakufa kwa kutokula siku moja? Nani anakufa kwa kukataa uasherati, kukataa uzinzi? Kijana, naomba nikutie moyo. Nikutie moyo kwamba usiwe kama Esau. Esau alipata kile chakula, akala mara moja, na kesho yake akaumwa njaa, na siku ya tatu akaumwa njaa kama hajawahi kula. Ndivyo ilivyo. Kama ni tamaa ya mwili imekukuta, utakwenda utaanguka kwenye uzinzi, utavunja ubikira wako, na baada ya siku tatu utakuwa kama ukuwahi kufanya hilo tendo. Hiyo tamaa ya mwili iko pale pale. Chakula mara moja kisikufanya upoteze urithi na baraka za Mungu na mustakabali mzima wa maisha yako. Shetani asikupe keki mkono wa kushoto, akachukua destiny, your life destiny mkono wa kulia kwa ajili ya vitu hivi vya kijinga. Kwa hiyo nikutie moyo kijana unayenisikiliza, wa kike na wa kiume, jiepushe na kuvunja ubikira wako. Wewe ambaye bado ni bikira, hujaingia kwenye uasherati, jiepushe kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiingie kwenye hasara za namna hii. Kwa jina la Yesu, Mungu mwenyewe aweze kukutetea. Jambo basi la 4 sasa, jambo la mwisho kubwa ambalo tutakwenda kulitazama kwa habari hii ya kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ile sura 22 mstari wa 13 mpaka 30. Mambo muhimu tulisema manne. Jambo la 4 na la mwisho tutakaloliangalia ni hili hapa, kwamba binti, kijana, msijiruhusu kukutana kimwili, wala msihamie na kuanza kuishi pamoja kama mume na mke kabla ya kumaliza taratibu za kifamilia ambazo kwa kawaida huwa ni taratibu za mahari, wala msihamie na kuanza kuishi pamoja kabla ya kufunga ndoa. Binti, kijana, msijiruhusu kuingia kwenye kukutana kimwili kabla ya taratibu za kifamilia, taratibu za kimila, taratibu za mahari, na kabla ya kufunga ndoa kanisani. Msijiruhusu kukutana kimwili, wala msihamie kukaa pamoja. Ni jambo muhimu sana, kwa sababu kuna madhara makubwa kiroho, kuna madhara makubwa sana kimwili